kusifu. Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote. Niwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Chomoza, a hub of hope. Asante kwa kutuvumilia muda wote, lakini Mungu ni mwema. Tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuendelea na sehemu nyingine ya mawazo, na kama uko nyumbani basi karibu. Hii ni Chomoza Clouds TV. Kama umefungua tu TV yako kwa mara ya kwanza, na sasa ni muda mzuri wa kwenda kumsikiliza pastor na mtumishi wa Mungu Dr. Eli. Lakini nataka nikukumbushe Evansi, tuna lile tangazo ya semina yetu nzuri sana. Kabla kwenda mbele, ningetamani sana Dr. aweze kufahamu tangazo. Alafu bwana Eza, tusaidie bwana, tuambie Dr. anatazama wapi? Hapa safi. Kama lile tangazo lipo basi uweze kutusaidia kwanza, ili twende hewani, mtu aweze kujua. Tuna semina yetu nzuri sana ambayo inafanyika pale Sinza Mapambano, ukumbi wa Lulu. Ndio inapofanyika hiyo event. Tarehe ngapi bwana Eza? Lile tangazo letu lipo tarehe 26. No, tarehe 27, tarehe 27. Lakini nataka niwaambie bwana Eza, tangazo letu lipo safi. Basi kwa wewe ambaye unatamani sana kupata elimu ya mahusiano, lakini pia ni wanandoa, una mpenzi, una rafiki, hii ni semina ambayo nzuri sana inafanyika tarehe 27 ukumbi wa Lulu pale Sinza. Labda nimkaribishe Dr. Karibu. Au tangazo tulifanya mwisho. Tulifanya mwisho. Dr. tu detail afu tuende kwa atilike kama material hajayuka. Yani material kwanza, semina wameisha sikia, watasikia mwisho. Mafundisho kwanza haya. Thank you. Ndugu mtazamaji, tuwasalimu nyote kwa upendo wa dhati kutoka kwetu timu Chomoza. Leo ni siku nyingine Bwana Mungu ametujalia kuwa hai na tuendelee kujifunza. Darasa kwanza, hata semina yenyewe ni darasa. Kwa hiyo tukisema mwishoni pia itakuwa vyema. Last week ile tulipona kwa sababu kulikuwa na itirafu. Kulikuwa na itirafu. Kutangaza mwanzo ilikuwa nafuu, lakini tumeshatangaza. Sawa. Walioandaliwa, wanaojipenda watahudhuria. Wanaojipenda. Kwa sababu dunia, mwanadamu kwa asilimia kubwa tunajiharibia maisha yetu. Tunajipa kazi ya kuhangaika nayo sasa. Yani tungekuwa tuna maintain pace and speed, ingekuwa nafuu. Asilimia kubwa ya watu waishi maisha, wanajiokoa na maisha. Mfumo wa dunia hii ni kumuandaa mtu ajiokoe na maisha. Kwenda shule, utapata riziki, kupata ajira, kutafuta namna ya kusurvive, kujiokoa na maisha. Lakini kuishi maisha ni tofauti. Kuishi maisha ni kuenjoy maisha, kufurahia maisha, kuobserve katika maisha. Uwe na muda wa kutazama, una appreciate. Unatazama mti, una appreciate. Unatazama wanyama, kutalii kwa mfano, ni sehemu ya kuishi maisha. Na tuko hapa, tuna mbuga ngapi? Kuna Watanzania wamezaliwa hapa hajui kwamba mbuga ziko huko. Kwenda kutembelea mbuga ni historia, hata haipo kichwani, kwa sababu maisha ni kipaumbele cha kujiokoa nayo, kwa sababu maisha yanakuwa danger. Na ndio pia Mungu ajalie viongozi wetu hasa wa Afrika, ndio tuna changamoto hiyo kubwa sana ya kujiokoa na maisha every now and then. Na kwa wenzetu kule sana hiyo iko zaidi kwa wa matajiri. Matajiri asilimia kubwa waishi maisha, wanajiokoa naye. Hatuko hapo leo. Turudi katika somo letu, sehemu ya 100 I think. Bwana Mungu ametujalia somo la mawazo. Tulikuwa tunaongelea mahusiano nyeti, mahusiano ya urafiki, mahusiano ya kati, ambako mawazo yanatembea kwa kasi mno. Zaidi hata baba, mama na wengineo.
rafiki, urafiki ni gia yenye kasi katika safari ya mawazo. Tulisema kuna mazingira rafiki, tumeshaiongelea safari iliyopita. Mazingira rafiki, kuna hali rafiki. Tunaposema mazingira rafiki, mawazo yanatembea hapo katika mazingira. Unachokitazama kinakuathiri kwa 50% katika fikra yako. Unachokisikia kinakuathiri kwa 10%. Kwa hiyo unapotazama, vision ina impact kubwa sana. Lakini usisahau action, matendo yanakuathiri. Matendo nao yashuhudia yanakuathiri kwa 90%. Impact yake ni kubwa mno. Ukiona watu wanafanya na wewe unaingia ndani moja kwa moja, manake distance inakuwa fupi katika utekelezaji. Unachokitazama bila expression yoyote inakuathiri kwa 50%. Lakini kinachotendeka kinakuathiri kwa 90%. See that? Tunatiririka hapo. Mazingira yana transmit influence, yanasafirisha hamasa. Kuna hali rafiki. Kabla tujaongelea hali rafiki ambako mawazo yanatembea kwa kasi kwa binadamu, tuweke mwanga kidogo. Tunaposema rafiki ni karibu, urafiki ni ukaribu. Unaweza kuwa na rafiki kwa muda, lakini urafiki ni wa maisha. Does that make sense? Kuna friend na kuna friendship. Alright? Now, urafiki unadumu kimaisha kwa sababu ni ukaribu. Unaweza kawa karibu na mtu bali una ukaribu naye. Mko karibu kwa sababu mmekaa pamoja kwenye gari. Kila mmoja akifika kwenye kituo chake, safari kuisha. Unaweza ukawa na mtu colleague, mnafanya naye kazi pamoja ofisini. Mko karibu, lakini ukaribu ni intimacy, ni tofauti. Kwa hiyo inawezekana kuna mtu ambaye na ukaribu ila hayupo karibu. Absolutely. Na ndicho kinachotakiwa, ingredient hiyo, kuwa karibu na mtu pasipo na ulazima wa karibu. Kuwa na ukaribu pasipo na ulazima wa karibu. Uaminifu katika mahusiano ni ukaribu, sio karibu. Unaweza kuwa karibu lakini mchezo unaendelea pale pale karibu. You see that? Ukaribu ni influence ambao ni within, inaingia ndani. Presence, uwepo, upo ndani. Kama ukiwa na ukaribu na mtu, wewe uwepo wake huyo mtu unaubeba ndani mwako. Popote uendapo, popote aendako, ana wewe ndani mwake. Are we together? Urafiki, rafiki. Now, kuna element inayosababisha definition ya urafiki, rafiki. Urafiki, rafiki. Kuna element ambayo inatokana na mhusika mkuu, ndugu mtazamaji, kama wewe mwenyewe. Urafiki maana yake ni kwako. Rafiki maana yake ni kwako. Sahihi yako muhimu ili kuleta ruhusa kwa hali hiyo. Wazazi hujawachagua, mtoto hujamchagua, lakini rafiki inabidi uchague wewe. Unaweka sahihi. Sahihi yenyewe inaitwa
ili tuseme kwa Kiswahili tunaweza tukahitaji acceptance, tuseme Kuridhia. thank you, ridhaa. Ridhaa. Yaani ukiridhia umeweka sahihi. Usiporidhia sahihi hakuna. Manake mtu yeyote ambaye ni rafiki yako kwako, wewe unamhesabu rafiki, wewe ndio umemfanya rafiki. Kwa lugha nyepesi, kibali. Ruhusa. Usipotoa kibali hakuna urafiki, hakuna rafiki. Leo lawama nyingi, ndugu mtazamaji. Maisha yako yanakuwa unavyoyavisha mwenyewe, sio wanavyoyavisha wengine. You better take charge. Uzembe unaendelea sana kwa sababu tunadhani Mungu amekaa kwenye kiti cha enzi ili awape watu mambo ambao wanamuomba. Ndugu zangu, maskini wasingekuwepo duniani. Wenye shida wasingekuwepo. Mungu alituumba sote na anaitwa upendo. Kuna wito wako na wajibu wako kabla hata Mungu hajatenda kwako. La sivyo tusingekuwa na misikiti, tusingekuwa na makanisa wala masinagogi. Kuna conditions. Usipotii, Mungu hatafanya. Usipofanya hiki, Mungu hatafanya. Alafu tena tutakuja kuiongelea Bwana akitujalia, kuna amri za Mungu na kuna agizo zake Mungu. Asiyezingatia agizo, amri zitakuwa nzito mno kwako. Pamoja na wito wa mtu ni agizo tukufu. Mungu amekuagiza ufanye. Hajakuamurisha, amekuagiza. Aliwaagiza Adam alime na kutunza bustani, akawaamuru wasile tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Wangekuwa busy kulima na kutunza bustani, wasingefikiria mti ule. Tutaongelea siku nyingine, na ndio nafanya unaona kutii Mungu kunakuwa kugumu. Kwa sababu watu wengi ni kama samaki nje ya maji. Utaishije? Ukiwa nje ya wito wako, ukiwa nje ya agizo, utatii vipi? Unatii kwa usawa wa agizo. Sasa watu tunajikita kutii. Tunawahimiza watu watii. Tii Mungu, inabidi mche Mungu, tunamcha Mungu na kadhalika. Haiwezekani usipokuwa katika agizo. Ukiwa nje ya agizo, uwezo wa kutii wepesi itakuwa ngumu mno. Ni sawa na samaki anayetaka kuishi lakini nje ya maji. Ridhaa yako, kibali unachotoa. Mambo yote unaozani watu wamenitesa, mazingira sijui nini, na umetoa kibali, ndugu mtazamaji. Kuna watu walikulia katika mazingira hatarishi, umaskini wa kufa mtu. Leo wamepenya, they broke through, wameinuka kabisa, wamesurface. Akutoa kibali kwa mazingira kumwathiri. Kila leo, pamoja na uchafu uliojaa eneo lile lote, yeye alikuwa anafagia. Pamoja na kutokuwepo na kipato, alitafuta hata mabati yale yameshaoza, majirani wote hawajaweka paa, yeye anaenda kwenye bafu lake na choo, anaweka mabati aliyookota mtaani. Analeta maana fulani tu tofauti kidogo na wote wanaomzingira. Kuchapwa asubuhi unasawazisha mazingira yako. Badala ya kusema ni kawaida tu, naacha hivyo hivyo. Serikali ataangalia tu, ni kawaida, unaacha. Unaanza kupima mtu namna hiyo. Hali rafiki. Kumbuka kibali chako muhimu. Hali inasomeka katika cyclic sequence ya kuishi kwetu. Mambo yote tunayoyapitia maishani yanatunzwa kama kumbukumbu kwa hisia, inaweza ikawa kwa mnuso katika atmosphere,
hali ya hewa. Labda ukujua kama wakati unavyokuwa experience itakuja. Watu ambao wako kwenye miaka 50 kuendelea, lazima utakuwa umeshapata experience hiyo. Kwa wale ambao wako chini, labda unaweza ukajifunza leo na unapata pia ideologic approach. Unaweza ukakaa unasikia hewa inapita, mwili wako una sense hali ulio sense ukiwa bado mdogo, ujawa na majority. Labda mlikenda kwa shangazi, kwa baba mkubwa, baba mdogo, mama mdogo, mama mkubwa, hali fulani ya hewa ilikuwepo. Hali ya hewa inapita, una sense sensation hiyo. Inakupeleka kumbukumbu ulivyokuwa Marekani, Ulaya, ulivyokuwa kijijini, ulivyokuwa sehemu fulani. Hali ya hewa iliyopita tu kwenye atmosphere. Yes. Yaani ukishavuka miaka 50 kuinuka, hali hiyo unayetutazama umesha sense. Kwa sababu hali ni sensation. Ndio hali. Hali haiwezi kuwa na impact isipopitia njia ya mguso. Tunaita hiyo lango la fahamu. Manake senses zinakuja kukufahamisha, lakini ufahamu huo unatembea kwa ukumbusho. Kila mwanadamu unavyoishi kila leo, mapito yako yote, maneno yako yote yanatunzwa kama kumbukumbu katika ulimwengu na mfumo wake. Na mambo hayo yanakuwa atmospheric. Yanakuwa natembea ndani ya atmosphere. Matendo yako, maneno yako, mambo uliotendewa na watu, mambo uliokabiliana nao maishani mwako yanakuwa stored katika server, katika hazina ya kumbukumbu ambao ni atmospheric, katika hewa, katika hali ya hewa. Unaweza ukasikia harufu fulani kwa mnuso tu, ni sensation. Unakumbuka. Unaweza ukawekewa chakula. Tunaongelea watu ambao wameishaishi kiasi na wamejikita kujifunza maisha yao. Wanaweka chakula mezani, wanapika dagaa, unasikia harufu ya dagaa uliopikiwa na mama yako mzazi ukiwa bado mdogo. Unaweza ukapita mazingira, unasikia tuna distinguish harufu kwa experience hiyo. Ni katika hali. Unasikia hali ya hewa, unanusa harufu fulani, unajua hii ni kitu fulani. Maelezo mengine hakuna, ni hali. Hali inakwenda kugusa sensation. Hali rafiki inakufikia wepesi na kwa kasi mno. Hali rafiki inasafirisha mawazo, inarejesha mawazo kuwa active kwako. Mawazo ndani ya hazina ya kumbukumbu. Mapito yako, shida ulizopata, watu walivyokusumbua, ndio utakuta watu wana na attitude isiyoeleweka. Inatengeneza character, tabia mbaya, kwa sababu aliachika na mwanaume, aliachika na mwanamke bila kujifunza yeye kwa nini haswa, bila kuelewa katika mahusiano kosa sio la mtu mmoja. Mahusiano ya kiferi, mmeferi wote, ni timu. Uwezo kasema eti Yanga imefungwa kwa sababu ya kosa ya kipa tu, manaka hatujafungwa. Simba ilifungwa, defender alikosea, sio kosa la timu nzima, haiwezi kuwa goal. Goal ikiingia kwenu ni timu nzima mmefungwa. Kwa makosa ni wenu wote. Haiwezi kuwa mtu mmoja. Sasa watu wanaoshindwa kuadmit ndio wanaorahisisha hali ya kuwasumbua maishani. Mawazo yanatembea kwa kasi kwa njia ya hali. Bahati mbaya uta depict wala kudissect. What do you mean? Utaweza kuchambua wepesi kwa sababu inakuja kama hali. Inakuja kama hali, unajisikia tu sijisikii vizuri. Utakuta mtu ameamka muda haieleweki. Ananuna, ajui tabasamu, anakasirika tu ghafla, ujui kwa nini. Na sababu watu wanakuwa reactive to life. Life inakudai activity, sio reaction. Kwa sababu maisha ni original daily.
Leo sio kama jana maishani mwako, na kesho sio kama leo. Kwa hiyo mtu unapo kuchapo, Bwana Mungu akikujalia pumzi tena, elewa kwamba inabidi uenende kwa leo, utende kwa leo, sio kwa repetition. Are we getting that? Sasa watu wengi tunadhani maisha ni unaweza unashtukia maisha. Ndio watu wanaofanya bahati nasibu, kufanya michezo ya kubahatisha ili ashinde, kutafuta bahati nitaweza kashinda, kwa sababu mtu anadhani maisha ni routine. As a matter of fact, maisha ukiyapeleka kwa mazoea yana bore sana, yanakunyima raha, utafurahia tena. Iwe ndoa haitakiwi kuzoeleka. Tueleze hapo kuzoeleka kivipi dokta? Yani kufanya kawaida. Yani mnafanya yale vile namna ile. Wafutegemea matokeo mapya. Ndio mazoea yanatokea, yanaendana hapa. Unakumbuka Bwana Yesu alipokuwa anaagiza, anatuelekeza namna ya kusali. Alisema msalipo mseme utupe leo riziki yetu, daily bread. Ina maana mkate ule sio chakula cha mwili. Chakula cha mwili sio cha kumuomba Mungu, kwa sababu Mungu ukiwa mwanae anajua inabidi ule. Kama hajaleta manake siku hiyo inabidi ufunge. Okay. Kufunga ni sehemu ya afya. Yeah. You see that? Anasema wapagani ndio wanahangaikia hivyo vitu. Baba yenu anajua mnahitaji. Manake daily bread, mkate ule wa siku, ni ujumbe, message yake inaoleta enlightenment ili ufunguke. Did you know kwamba kama wanavyosema small hinges open big doors, tunapishana dunia hii kwa mawazo tu. Kuna mtu alitajirika kwa sababu alikumbuka kumpigia rafiki yake simu tu. Alishamsahau huyo rafiki yake miaka, lakini akawa na discipline wiki nzima. Siku ameamka anako, mbona rafiki yangu fulani sile mtafuta muda, tampataje? Simu sina. Akaomba mwingine, una simu ya mtu fulani? Anasema ninayo, lakini na mimi sijawahi ongea naye muda mrefu. Kamrushia simu, kampigia huyo rafiki yake, kumbe ni MD. Na huyu ana kazi, amesomea HR. Ni mtu wa human resource. Sasa yeye ni HR, inabidi apate kazi ana. Anampigia yule ambaye ana hata matumaini kwamba anaweza kawa na kazi, kwani walivyoachana yeye alikuwa na kazi, yule mwingine yana wazo dogo tu. Anamkumbuka mtu amtafute, hajawasinana miaka, alikuwa hana hata samani, lakini walikuwa vyema, wanacheka, walikuwa marafiki. Kumpigia simu, uko wapi, upo, tukutane. Wakakutana, alivyomuona ni mtu tofauti. Unafanya wapi kazi? Sina tena kazi na kadhalika, ni HR by profession, lakini sijui una kazi sasa hivi. Jamaa amepata kazi hivyo, ndio kuinuka kwake. Mawazo tu. Kawazo kadogo tu, kana kupita tu, kwa sababu distraction nazidi. Ndugu mtazamaji, unadhani unabidi uanze kupanda milima ili ufanikiwe maishani? Inabidi ukemewe mapepo ili ufunguke? Inabidi, yani unapita kwenye kona gani? Nani anakuona? Unawaza vipi? Mawazo ya maana yanakupishana na wewe. You don't pay attention. Baraka zako zimechorwa katika kiganja chako kama nyota. Unaishi pamoja na hatima yako na siri zake zote. Kakitu kadogo tu kanakupita kwa sababu una focus. Mark, kijana aliwaza tu kuweka system ya Facebook kuwa international, kuconnect, yani network hiyo kwa watu wengi. Ni bilionea sasa hivi. Ilikuwa zana, ilikuwa shule kwanza, high school, mnaweka mapicha, mnakumbukana na kadhalika. Yeye anaifanya iwe ya watu wote. Yeye ni bilionea. Wazo lile mtu yeyote angepata. Lakini inabidi uwe set, uwe katika mkao ili wazo lako likudondokee. Ndugu zangu, uthubutu usipoambatana na wazo stahiki sio uthubutu tena, ni bahati, ni kubahatisha. TV hapa tulipo hapa,
Tunavyojua hapa ni Klaus. Ukimuuliza Kusaga, Bwana mlaze salama mpendwa wetu Ruge, walivyoanza mwanzoni watangazaji na nani na kadhalika, walivyokuwa vijana, wanavyokwenda, yani walikuwa mawazo yanatembea, mawazo ndio yanawapeleka. Mawazo madogo madogo tu na usubutu na kadhalika. Tulikuwepo kwenye msiba wa rafiki yangu Ruge, Bwana mlaze salama, na sisi kuwepo hapa ni wazo tu. Nimekuja Malkia ya Nguvu. Yes. Wewe umeniona lakini una habari. Ruge akakwambia umfuate huyo, mnamhitaji Chomoza. Sasa hivi ni miaka tuko hapa. Ruge hayupo lakini wazo lipita tu. You see that? Wakati wa msiba wa Ruge ilikuwa msiba wa kitaifa kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa mawazo yanamdondokea. Are you getting there? Kusaga the same. Mwanzo Kusaga hapana, mawazo yanayomdondokea ndio yanamfanya awe tofauti. Wanaotengeneza movie. Naona ilikuwa siku ya utukufu pale. Marais wote walikuwepo, Mheshimiwa Kikwete alikuwepo, Magufuli alikuwepo, wote walikuwepo pale, heshima ya pekee. Kwa sababu mawazo yalikuwa yanamdondokea. Wanaocheza movie, maigizo, ni mawazo yanawadondokea tu. Wanaoandika script, hata hii Chomoza YouTube channel, tunatoka wazo fulani linaweza kadondoka likaleta impact kubwa. Lakini unaweza kukaa pale wewe mwenyewe una idea, hadi mtu mwingine hadi kukuonea. Ndio maana dunia imejaa na watu ambao wanaonewa tu. Kisha mwisho wa siku mtu usaidie sisi wanyonge. Ndugu, unaonewa kwa sababu hutaki kuona. Unajihesabu mtazamaji. Muda ule unaotazama tamthilia, ujui kwamba unaingiza hali ndani mwako. Muda ule unaongea, jua kwamba unawekeza hali katika hazina ambao ni atmospheric ndani ya universe. Kuna siku kwa mzunguko wako utahisi kama mambo uliyoona kwenye movie. Kwa nini watu hawaamini tena ndoa leo? Statistically ndoa moja ni ya kweli kati ya 10,000 kwa ulimwengu wa sasa hivi. That's ridiculous. Na watu wengi wanaogopa ndoa. Sasa badala ya kuweka misingi sawa, watu wanaahidiwa ndoa. Utapata ndoa yako mwaka huu. Akipata atatoka, haitakuwa ya kwake. Rate ya talaka inainuka. Ndio maana semina hii itakuwa muhimu. Sio wanandoa tu, mahusiano kikazi. Uwezo ukapata ndoa usipohusika vyema. Kabla ya ndoa kuna mahusiano. Uwezo ukaongelea mwanandoa ambaye hakuwa bachelor. Inabidi uwe single kwanza. Kuweza kuishi na wewe mwenyewe. Tutaongelea elements zitakazowezesha mtu. Ofisini utakaa sawa na utaruhusu mkao ule mawazo kukudondokea yanayofaa. Hali rafiki ni ile hali uliyotolea kibali. Unatoa kibali kwa maana ya kuzorota katika mapito yako. Kuna watu wanatengeneza data na kusanya data bila yeye kutathmini data anazokusanya. Did you know mambo yote tunaoongea na repeat? Kama mimi ninaofundisha hapa, nimefundisha miaka mingi mno. Tunavyoongea hapa hatusomi, hatuna nani, lakini link ipo. Kuna server ambao Mwenyezi Mungu ameshikilia kwa sababu he is the universe. So are we. God is the universe, so are we. But he's supreme. Yeye ndiye source. Anashikilia vyote vile, anavishusha tu. Ninavyoongea hapa link ipo. Ni domain. Ukiniuliza swali naweza nikajibu kwa link hiyo. Data na server iko on. Umeme uweze kukatika, data ziwezi kugota. Endapo focus itakuwepo. Ukipoteza focus, data zinapotea. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hali ya maisha yako inayokufanya siku nyingine unaamka na nuna tu. Kuna watu wa design hiyo. Vipi mbona sikuoni vizuri? Sijielewi. Sijielewi leo, najisikia tu, sijisikii vizuri, sijisikii raha. Ndugu zangu, maisha ni ya kwako. Inabidi uwe na control nayo. Lakini shida ni kwamba umewekeza vitu vibovu na viachia, unatoa kibali bila wewe kujua, vinazunguka hiyo hali na kurudia. Siku nyingine unaamka kwenye wrong side of the bed.
Unaamka vibaya, unajibu watu vibaya, utaki kumwona mtu, utaki watu, na ukiulizwa swali unajibu kikatili. Hayo yote ni kibali ulichotoa kwa hali. Tumesema hali inatengenezwa, hali yako inatengenezwa na ile hazina ya matendo uliyoyashuhudia, mambo uliyoyasema, uliyoyafanya wewe mwenyewe, mawazo uliyoyawazia muda mrefu, hata yasiyotekelezeka, yote yanakaa katika hazina, yanatengeneza hali yako, yanakuwa hali yako. Inaweza kawa sio sasa, lakini katika mzunguko hali hiyo itakugonga, unashtuka, unashtuliwa na hali ya kwako mwenyewe. Tuafanyaje ili tuweke kinga kwenye sekta hiyo? Ni muhimu mno, ndugu mtazamaji, every now and then ondoa wabaya katika mtazamo wako. Kuna ubaya, hiyo hali itakurudisha kuwa responsible, kuwajibika. Mambo yakiwa yaendi sawa, jiulize wewe, nakosea wapi? Wapi napaswa kutenda ipasavyo ili mambo yaende vyema? Usilaumu wanaotoa lawama kusema vitu mbaya, yule niko hivi kwa sababu yake, anamenionea sana, amenitesa sana watu. Wewe mwenyewe ukiwa na decline responsibility zaidi, unatoa kibali kwa hali kukutesa katika mzunguko wa maisha yako. Wasioshtuliwa na hali mbaya, hali negative ya kuwaangusha. Wengi walipoteza kazi kwa sababu ya hali imemshtua. Bosi anamuuliza swali, hali yake imemshtua vibaya, anamjibu kikatili, wanamfukuza kazi. Wanandoa, mmekaa na mwenzako, wanandoa mnaotazama sasa hivi, unakumbuka kabisa mwanaume anaongea, umemuuliza swali ya kawaida tu, anakutwanga jibu lisiloeleweka kabisa. Ni hali yake, usizani imetokea hapo, ni mzunguko. Hajajifunza kwa mapito yake. Badala ya kumchukia mtu kama huyo, umsamee, kama Bwana Yesu alivyosema msalabani, Baba wasamee wajui walitendalo. Zana ya kuwaona wabaya ndio amasa kubwa katika dunia leo. Most people are irresponsible. Watu wanapendelea kuambiwa mambo ambao wangependa kusikiliza. Rafiki sio yule ambaye angekuambia mambo ambao ungependa kusikiliza, mambo ambao unapaswa kusikiliza. Ndiye rafiki. Tuweke nukta. Alright. Tunaweka nukta kwa kusema hali yako, ndugu mtazamaji, wewe ndio unasababisha. Ukiwa mchanga bado, hali yako ni natural. Ina maana ni hali, ni circumstantial. Bado hali inajitengeneza. Tunaongelea hali inayoathiri hadi afya ya kimwili, ni psychosomatic. Hali ni psychosomatic. Inaweza kawa mawazo, inasomesha pressure. Pressure inasomeka kwa damu, mwili una react to it. Tutaendelea vyema panapo majaliwa. Hali yako mtunzi ni wewe, muasisi ni wewe. Ondokana na zana ya lawama, take charge. Jifunze kwa mapito yako, yasije akawa mapigo kwako. That's the right expression. Anayejifunza kwa mapito yake, hali haitamsumbua. Ni yule ambaye wakati wowote yuko macho. Tumefika mwisho kwa leo. Tunawakumbushia semina itakuwepo Sinza Lulu, nadhani social hall pale wanaita mapambano. Mapambano. Tarehe 27 Jumapili. Tutaanza saa 9 alasiri. Tutamaliza kabla giza alijawa nene. Manake kabla ya saa 1 tutakuwa tumemaliza. Namba ziko pale, lipa namba ipo, na namba unaona kwenye screen yako, lakini nakutajia namba tu ili ufanye contact. Semina inahusu uimara wa mahusiano. Uimara wa mahusiano na wewe mwenyewe, uimara wa mahusiano na wengine, na kikazi, kimaisha. Ukiwa mwanandoa ni mahusiano, ukiwa mfanyakazi ni mahusiano, ukiwa bosi ni mahusiano, ukiwa popote pale kimaisha, maisha ni mahusiano. Kwa hiyo tuje tujifunze namna ya kuimarisha
mfumo wa kuishi kwetu. Tarehe 27 mwezi wa 4 Jumapili tutaanza saa 9 alasiri. Kabla saa 1 ningeomba organization walipange vyema tumalize. Utaangalia namna ya kufanya booking yako, namba na kutadia tu, lakini imesomekana pale. Namba ya lipa namba ipo, unaweza ukalipa pia kwa simu ili uguarantee nafasi yako na organization wise mambo yakae sawa. 0784570306 au 0754570306. Kama unavyoona pale, ndugu Ezra amekuwekea vyema. Jiandae ubook wakati kwa wakati, usije ukaambia nafasi hakuna, itakuwa si vyema, au kuja pale pale siku hiyo hiyo kubahatisha. That's not fair kwako mwenyewe. Tawapenda daima. Thank you. Na brother Jimmy, brother Sasali, Bwana pewe sifa. Tumefika nani leo? Sijui kama mna nani wote au nifunge moja kwa moja mimi. Tawapenda daima. Bwana ibariki Tanzania na uongozi wetu wote, dumisha uhuru, umoja, amani, undugu na mambo yote yanayochakatwa, mafanikio yawe dhahiri na kamilifu. Tuepushe kwa ila zote kinyume na mapenzi yako. Tanzania idumishwe katika amani na mafanikio yake. Na Bwana ibariki East Africa Community, Afrika na uongozi wake wote na ulimwengu wote, dumisha amani. Na Bwana Mungu ibariki Clouds Media Family na uongozi wake wote. Bwana Mungu ibariki Chomoza na uongozi wetu. Bwana Mungu akubariki ndugu mtazamaji mpendwa na wakwako wote. We love you dearly and always will do. May God bless and keep you safe. See you next Sunday, God willing. We love you. Thank you. Basi tunapata breki, alafu tutakuwa Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za milele haufananishwi na